Ilikuwa ni mwaka wa 1992. Katika jumba moja la kifahari kule Pyongyang. Hapo ilifana sherehe kubwa ya kuzaliwa ya mtoto mvulana aliyekuwa akitimiza miaka 8 kwa wakati huo. Kijana huyo toka familia ya kifahari na mamlaka. Zawadi inayovutia zaidi macho yake ni sare za jeshi, tena sare za mwanajeshi mwenye cheo kikubwa. Na haikuwa mfano wa sare, bali sare halisi, sare za jenerali wa jeshi la watu wa Korea. Hapo katika sherehe hiyo ya kifahari wakafika majenerali wengine. Majenerali hasa wa jeshi wakapita kwa heshima mbele ya kijana huyo wa miaka 8 na kisha kumuinamia mvulana huyo na kumwonyesha heshima na utii. Mtoto huyo aliyesujudiwa kwa heshima wakati huo ndiye huyu sasa mnayemuita Kim Jong-un, rais machachari wa Korea ya Kaskazini. Hadithi hii ilisimuliwa mwaka wa 2016 katika gazeti la Washington Post. Aliyekuwa akisimulia hadithi hii ni Ko Yong-sak, ambaye ni shangazi wa Kim Jong-un. Bi Ko aliposimulia juu ya hadithi hii alisema sherehe hiyo ya 8 ya kuzaliwa ilimthibitishia kwamba Kim Jong-un alikuwa akiandaliwa kuwa mrithi wa baba yake Kim Jong-il. Basi na miaka michache baadaye, Ko Yong-sak akapewa jukumu la kumsindikiza Kim Jong-un ampeleke Uswizi kwa masomo katika shule moja ya kibinafsi, yaani mlizozoea kuziita shule za private za kitajiri. Kim Jong-un alipelekwa kwa siri katika nchi ya Uswizi akiwa mdogo. Huko alikwenda kusoma katika shule iliyoitwa Ben International School. Mkuu wa shule alimtambulisha darasani kwa jina la Park-un na kwamba alikuwa ni mtoto wa mwanadiplomasia wa Korea ya Kaskazini. Walifanya hivyo kutunza utambulisho wake halali, ikiwa ni sababu za kiusalama. Lakini akiwa shuleni, Kim Jong-un akawa anafaulu zaidi katika masomo ya muziki na anafeli katika masomo ya hesabu na sayansi. Wakati huo shangazi wa Kim Jong-un, yaani Bi Ko Yong-sak, anasimulia tabia za mpwa wake ya kwamba utotoni Kim Jong-un alikuwa ni kijana mwepesi wa kukasirika na pia alikuwa ni mwenye tabia ya kiburi. Bi Ko alikaririwa akisema Kim Jong-un hakuwa mzua fujo, lakini alikuwa mwepesi wa kukasirika na hakuwa na subira. Mama yake alipojaribu kumshutumu kwa kucheza sana na kutoangazia masomo vya kutosha, hakuwa anajibu, lakini badala yake alikuwa akiamua kususa chakula. Hadithi nyingine ya Kim Jong-un tunaipata toka kwa mzee mmoja aliyekuwa mpishi wa baba yao. Hapo zamani, miaka kadhaa iliyopita, mtu wa kwanza kubashiri kuhusu kuanza kwa ukuu wa Kim Jong-un alikuwa ni mpishi wa sushi ya Kijapani kwa jina la kubandikwa walimuita Kenji Fujimoto. Miaka ya 1990, Fujimoto alipata bahati ya kuwa mpishi wa familia ya Kim Jong-il, mtawala wa Korea Kaskazini kwa wakati huo, ambaye ndiye baba yake Kim Jong-un. Mzee Fujimoto alikuwa akimpikia Kim Jong-il chakula cha Kijapani na anadai ya kwamba kwa wakati huo alitumia muda mwingi kuweza kucheza na Kim Jong-un. Mwaka wa 2001 Fujimoto alirejea katika nchi ya Japan na huko akachapisha kitabu kuhusu aliyoyaona katika maisha ya awali ya Kim Jong-un. Kwenye kitabu hicho mzee Fujimoto anaelezea alivyokutana mara ya kwanza na Kim Jong-un na kaka yake mkubwa aitwaye Kim Jong-chol. Fujimoto anasema, mara ya kwanza nilipokutana na wana wafalme hao wawili, walikuwa wote wawili wamevalia mavazi ya kijeshi. Waliwasalimia wahudumu wengine, lakini walipofika kwangu, mwanamfalme Kim Jong-un aliniangalia kwa macho makali, ni kama alitaka kuniambia, sisi wa Korea tunawachukia sana nyinyi wa Japani. Sitasahau kamwe alivyoniangalia kwa macho yake, na hapo alikuwa na miaka 7 tu, lakini macho yake yalinichachafya. Hayo ni maneno ya mzee Fujimoto. Na katika kitabu chake cha pili, mzee Fujimoto alichokiandika mwaka wa 2003, aliandika akisema Kim Jong-chol ambaye ni kaka yake Kim Jong-un alichukuliwa na wengi kama mrithi mtarajiwa wa baba yao, lakini baba yao ambaye ni mzee Kim Jong-il alizoea kusema ya kwamba mwanawe mkubwa wa kiume Kim Jong-chol si mzuri hata kidogo kwa utawala.
alidai ya kwamba alikuwa na tabia zifananazo na msichana. Mzee huyo Kim Jong-il akampendelea zaidi aliyekuwa mwanawe wa pili wa kiume, ambaye sasa ndiye huyu Kim Jong-un, na akasema kwamba Kim Jong-un kwa kiwango kikubwa ni kama baba yake, yaani amefanana naye yeye mwenyewe, wamefanana mpaka miili yao. Kipindi hiki huyu mzee mpishi Fujimoto anaandika hiki kitabu kumhusu Kim Jong-un. Bado hata Kim Jong-un alikuwa hajayapata madaraka, naye kwenye kitabu hiki akatabiri kuwa japo Kim Jong-un ana kaka zake, lakini yeye ndiye atakayerithi utawala wa baba yake. Utabiri wake ulikuwa ni wa ufasaha wa ajabu. Wakati huo Kim Jong-un hakuwa ametambulishwa hata kwa watu wa Korea Kaskazini. Walikuwa hawamfahamu, walikuwa hawamuoni akiambatana na baba yake, ikiashiria dalili ya kuandaliwa kwa mtawala anayefuata. The Storybook. Miaka ikaenda. Siku moja ya baridi kali katika mji wa Pyongyang, ilikuwa ni Desemba 28 mwaka wa 2011. Theluji, yaani barafu, ilikuwa inaanguka kwa wingi kwenye gari la kifahari aina ya Lincoln Continental la rangi nyeusi lililokuwa likipita katika barabara za mji wa Pyongyang. Juu ya gari hilo kulikuwa na shada la maua meupe, na juu yake kukawa na jeneza lililobeba maiti ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa Korea Kaskazini, Kim Jong-il, yaani baba yao na kina Kim Jong-un. Maelfu ya watu waliokuwa wamevalia mavazi meusi ya kuomboleza walijaa kando ya barabara. Walidhibitiwa na wanajeshi, huku wakilia sana, wengine wakijipiga vifua na kuita baba, baba. Mwanawe kiongozi huyo, ambaye pia akaja kuwa ndio mrithi wake, yaani Kim Jong-un, alitembea kando ya gari hilo. Kim Jong-un alikuwa na umri wa miaka 27 tu, na alionekana kuzidiwa na majonzi akitembea kando ya gari lililobeba mwili wa baba yake, Kim Jong-il. Kim Jong-un alitokwa na machozi mara kadhaa wakati wa ibada hiyo ya mazishi. Nyuma ya Kim Jong-un alitembea mjomba wake aliyekuwa akiitwa Chang Song-taek, ambaye alichukuliwa kuwa mtu wa pili kwa mamlaka katika nchi ya Korea Kaskazini kwa wakati huo. Upande mwingine wa gari walitembea wakuu wa majeshi. Mmoja aliitwa Ri Yong-hona, na pia akawepo waziri wa ulinzi aliyekuwa akiitwa Kim Yong-chan. Hawa walikuwa wazee ambao kwa mamlaka walizozishika iliaminika basi wangedhibiti madaraka ya nchi ya Korea ya Kaskazini. Hivyo ndivyo walivyodhani watu wengi. Lakini ni kujuze kwamba miaka ya 1950 babu yake Kim Jong-un aliyekuwa akiitwa Kim Il-sung alikuwa ameanzisha mpangilio wa utawala wa kurithiwa na familia moja, yaani kama yafanyavyo mataifa yanayoongozwa kifalme. Anapokufa baba, mtoto wake ndiye atarithi madaraka, na atakapokufa huyu mtoto, basi mjukuu atarithi madaraka. Kwa hivyo huyu mzee Kim Il-sung akaanzisha utawala huo, na kwa karibu miaka miwili Kim Il-sung alimlea na kumwandaa mwanaye wa kwanza wa kiume aliyekuwa akiitwa Kim Jong-il kuwa mrithi wake. Kila alikokwenda mwanawe huyo alikuwa karibu naye. Kwa hiyo hapa babu yake Kim Jong-un alianzisha utawala wa mfumo wa kifalme. Atakapokufa yeye, mwanawe arithi madaraka yake, na hivyo ndivyo ilivyokuja kuwa. Mwaka wa 1994 Kim Il-sung alifariki, na hivyo Kim Jong-il mara moja akachukua mamlaka, naye Kim Jong-il akatawala mpaka mwaka wa 2011 alipofariki, na hapo mamlaka ikafaa iende kwa mtoto wake mkubwa. Lakini mamlaka ikaangukia mikononi mwa Kim Jong-un. Watu wengi hawakudhani na kutarajia Kim Jong-un angeashika madaraka, kwa sababu kwanza hakuwa mtoto mkubwa wa mzee Kim Jong-il, lakini kumbe baba yake alimwandaa mtoto huyu kuja kuwa mwanamfalme atakayerithi madaraka yake kama alivyotabiri mzee Fujimoto. Na za ndani kabisa zinasema ya kwamba katika kipindi cha miezi michache kabla ya kifo chake, mzee Kim Jong-il aliwatimua
wakuu wa majeshi na waziri wa ulinzi, ama aliwapunguza kasi na kuwang'oa meno, uamuzi aliofanya ili kutengeneza njia ya madaraka